Baba Makamu wa Askofu Dr. Nsajigwa Mwaisaka, kwa mara nyingine nimekuja tena ofisini kwako, japo hii naona ni jengo jipya, bado ujenzi unaendelea. Kweli kabisa. Hapa sisi tumehamia eneo, zamani tulikuwa maeneo ya Banana kwa nyuma kule, lakini sasa tupo hapa wanaita Mombasa, alafu barabara hii inayokwenda Moshi Bar, alafu nafika mahali wanasema transformer, alafu ukitokea Mombasa utapinda kushoto kufuata mahali ambapo tunakausha damu. Kwa hiyo maeneo hayo. Baba Makamu Askofu, ni yapi madhara ya watoto kuachiwa kuangalia picha za kutisha ama picha za kikatili, na pia kwa watu wazima kiroho, hii athari ikoje? Hayo mapicha kwanza nani ametengeneza, utakuta kuna kwa sababu gani, kama mchezo au burudani au kitu gani, lakini unakuta zile picha zimeandaliwa kwa umakini sana na zaidi na roho ile ambayo haiendani na Mungu sawa sawa, kwa sababu wanajaribu sana watoto kuwafundisha mambo mengi mabaya ili tabia zao zisiweze kuwa vizuri, bali ni kama kuharibu jamii. Vile tunaharibu jamii, sababu wewe vitu unapigana mangumi usoni na twanga, alafu watoto wakijaribisha haya, wengine tumeona wameuana katika hali ya kwa sababu hauelewi. Sasa wakiangalia hivyo wanafikiri nao wanacheza hivyo, lakini kumbe anamtwanga mwenzake pabaya, anaweza kuharibika. Lakini pia ile akili ya mtu, hasa wana saikolojia, hili swala nafikiri wana saikolojia wanaweza kutuambia vizuri. Wao wanaelewa jinsi ambavyo mind ya mtu na kumbukumbu kwenye bongo zinaweza kukaa. Sasa mtu kawa na kumbukumbu kama hizo, siku ambayo utafanya kitu kilicho na kumbukumbu ndani. Ndio maana nasema mabaya, tabia ya mtu ni yale yanatoka kutoka ndani. Sasa kama uliyaweka hayo kutoka nje ukayaweka ndani, tabia yako itakuwa ni hayo. Kwa hiyo itakuwa ni mambo hayo yasiyo mazuri. Kwa hiyo ni vigumu kujenga jamii inayokuwa ni star. Mfano mtu mwingine, mtoto anaonyesha hata mapicha ambayo yanatisha, anakuwa na tabia hiyo baadaye. Sasa unamfundisha vitu ambavyo hakika havimo kwenye kama kanisa linavyofundisha. Na kwa mtu mzima yeye anajiona mimi niko ngangari, nina uwezo wa kuangalia bila madhara. Huyu kiroho inamwathiri vipi? Sasa unaharibika, hamna ngangari kwenye kitu cha mwilini. Ukisema unakuwa ngangari rohoni, kwa kweli haiendi. Mtu ni uharibifu tu wa tabia, ni uharibifu. Hakuna kitu ngangari au tabia njema. Unakuta Biblia imeandika vizuri. Kwa kweli najua mimi kuna katuni zingine zimetungwa kwa ajili ya kuwabadilisha watoto ili wawe na tabia fulani. Tena sasa hivi wanakuja, mfano nilikuwa naangalia kwenye gazeti fulani, wanaanza kuwalaumu Wakatoliki kwamba wanabatiza watoto wadogo, kwa hiyo wanaanza kuwaambia kwamba wanavunja haki za watoto. No. Wakati Biblia inasema mfundishe mwanao angali mtoto, hata kiwa mkubwa hata sahau. Sasa huko wanasema usimfundishe. Sasa yao ndio mambo tunayoyaona duniani yanakuja. Lakini kanisa ndio naamini ndio limekaa katika usahihi wa maadili ya mtu awe namna gani. Kwa kweli mambo uhuru, maki wengine wanasema watoto unaondoa haki ya watoto. Usifanye hivi wala usimkemee wala. Tunafahamu kuna kiwango na kuna umri wa nini ufanye kwa mtoto. Mtoto, Biblia inaongelea habari ya kufimbo kidogo, sio kupiga mpaka na teke na fimbo kidogo. Yaani spanking, sio beating, ni spanking kidogo tu. Ili alafu huku namueleza kitu fulani, unamweleza, alafu ukifika mahali sema sasa nakupa adhabu, una spank tu kidogo tu. Basi ile anakuwa unamfundisha badala ya kuangalia yale mapicha ya kikatili ambayo atataka piga wenzake kama hivyo. Kwa hiyo wazazi wawafundishe watoto na wasiruhusu programu katika
na nyumba yao zile zinazoonyeshwa kwenye matelevisheni za mataifa au za maeneo fulani, waangalie picha fulani, wazionyeshe usiku, waangalie wamelala. Sio wakitoka shuleni ndio wewe ndio unawaonyesha sasa. Kwa hawafanyi hata kazi nyumbani, hawafanyi chochote, bali wanaburudika kwa sababu ati wamechoka. Kwa hiyo mwishowe inakuwa ni taifa ambalo si zuri. Tunamwita Mungu atusaidie kitu hiki kidogo, kwa sababu nasi atuumba mfano wake. Asante sana Baba Makamu Askofu Injinia Dr. Nsajigwa Mwaisaka. Mawasiliano yako ni yapi? Mawasiliano yangu ni ile yas 0655902323 ya Airtel 0784 nayo ni 902323.